Siku 49 tangu ang'atuke ofisini, taswira unayoipata kwake Anne Waiguru ni tofauti sana na hapa alipotangaza kujiuzulu. Nilikuwa nimetoka ofisini kama sisikii vizuri kabisa, na kwa hivyo nilikuwa nimetaka kuchukua muda kidogo ili nipumue na nione kama nitasikia nafuu. Nafuu aliyotarajia kupata iwapo rais angempa kazi nyingine aliyoitaja kama nyepesi. Kazi ndogo ni kazi ambayo yani kuoneshana unataka kuendelea na kutumikia watu, lakini sio lazima kwa cheo ambacho nilikuwa nacho. Kulikuwa na campaign ambayo ilikuwa imewekwa kwa social media, kwa print media pia, ambayo ilinipita ikaenda mpaka kwa watoto wangu. Na kwa vile ilianza kuaffect watoto pia na mimi health yangu, nikaona wakati ulikuwa umefika wa kwanza kuchukua break. Dau lake likielekea kuzama pale maafisa wa kupambana na ufisadi walipovamia nyumba yake katika uchunguzi uliohusu kashfa ya wizi wa shilingi milioni 800 za huduma kwa vijana. One of my lowest moments. Sidhani nilikuwa nimetarajia na sikuwa hata naelewa ni kwa nini. Nilikuwa nyumbani, nikapigiwa simu, kwanza nikaambiwa kuna media wanakuja. Pia EACC iko njiani. Na pia sio wewe tu, kila mtu ambao alikuwa amehusika na NYS wanaenda kwa nyumba zao. Kwa hivyo walikuja wakatupata, wakili alikuwa hapa, wakaoneshana makaratasi zao za kuangalia na wakaangalia, wakachukua kile ambacho walikuwa wanakuja kuangalia. Waiguru akikatiza kimya kuhusu mali yake na maisha yanayodhaniwa kuzidi uwezo wa maafisa wa serikali. Sio jambo kubwa kununua nyumba, kwa sababu mimi hata kabla sijaingia serikali miaka 10 ambayo ilipita, nilikuwa naishi Runda mimi. Na hii nyumba ni yangu na sikuwa katika serikali. Kwa hivyo kulingana na vile tumeona huko nje watu wakiongea wakisema hakuna pesa ambazo zilipatikana kwangu na hakuna pesa ambazo zimetumika kulipa nyumba yoyote. Na kuhusu umiliki wa nyumba ya kifahari, tumeinunua kwa loan ambayo inapewa na serikali, na ilikuwa special loan ya ministers. Most of the payment is a mortgage ya 20 or so years. Alafu kwa hivyo ijalipwa cash, isipokuwa tu deposit. Na pia sio ile, hata sizo pesa ambazo tumeziona kule kwa social media, hata zafika karibu hizo pesa hata. Akionekana kusisitiza kuwa ni kisa cha kumhukumu mjumbe, kwa sababu anasema kuwa hatua aliyochukua kupiga kamsa kuhusu njama ya kuibia NYS pesa ishazaa matunda na wahusika kushtakiwa na pesa kutwaliwa. Nimelipa a very huge price. Kwa sababu ni kwa kuwa whistleblower ambapo nilikuwa target. Kama singe whistleblower, I think maybe I would still be in the ministry. Ikikisiwa kuwa anatizamia kuwania ugavana wa Nairobi katika kinyang'anyiro kijacho. Maneno ya siasa? Hapana, mimi sidhani mimi ni mwanasiasa. Wakati ambapo nitakuwa sisomi ama siko katika kazi kusaidia vijana wa mtaani na kuwapatia hope, mentoring, sana sana pia wasichana na kina mama, ili nione kama whatever it is, nilikuwa nimeanza kitambo kufanya kazi na vijana na youth empowerment na mentoring. Kwangu binafsi nitaweza in a small scale to continue that. Hajuti lolote kwa hatua alizochukua alipokuwa waziri. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.